Mwanamke aliyedhaniwa kuwa mwenda wazimu kutoka hospitali ya wagonjwa wa akili alikuwa anatembea polepole uwanjani. Ghafla mpira wa kikapu uliruka moja kwa moja kuelekea usoni kwake. Alijibu haraka sana, akajifanya ameogopa na kujirusha moja kwa moja mikononi mwa kijana aliyekuwa karibu. Ukaribu huo wa ghafla ulimfanya kijana ashindwe kupumua vizuri na mapigo ya moyo wake yakaanza kwenda kasi. Kabla hajapata muda wa kuelewa kilichotokea, wanandoa wa makamu walikimbia kwa hasira kuelekea pale. Mwanamke alimchapa kofi kali usoni. Maneno yao yalikuwa makali kama visu. Walimlaumu kwa kuharibu furaha ya mwanamke mwingine na wakatishia kumrudisha tena hospitali ya wagonjwa wa akili. Lakini msichana hakupiga kelele. Aliwatazama tu kwa macho ya upole kana kwamba anawaona kwa mara ya kwanza. Hali hiyo iliwakasirisha zaidi. Mwanamke alitaka kumpiga tena, lakini kijana alishika mkono wake katikati ya hewa na kumzuia. Mwanaume akamnyoshia kidole msichana na kusema kwamba huyo ni binti yao wa kuasili mwenye matatizo ya akili. Wakaanza kusimulia historia ya kikatili. Walisema tangu utotoni alikuwa akimtesa msichana mjanja. Miaka 5 iliyopita alipoteza akili kabisa na akapelekwa hospitali ya wagonjwa wa akili. Sasa walidai amerudi kwa utambulisho wa uongo ili kulipiza kisasi. Watu wote wakamgeukia msichana. Kijana akadai aseme ukweli. Msichana akatikisa kichwa polepole. Wengi wakafikiri amekiri, lakini ghafla macho yake yakajaa machozi. Akasema angependa sana kama maneno yao yangekuwa kweli, kwa sababu kuwa na wazazi na ndugu kungemaanisha angekuwa na familia ya kumtegemea. Hata kama wangempiga au kumtesa kila siku, bado angekuwa na sehemu ya kuwa mali yake. Lakini yeye hakuwa na mtu yoyote duniani, alikuwa ameandikiwa kuishi peke yake. Maneno hayo yalibadilisha hali. Kijana akaanza kumwamini. Kwake yeye, msichana huyo ndiye mchumba yatima aliyekuwa ameahidiwa, lakini wanandoa wale hawakutaka kukubali. Walidai anaigiza tu. Wakaanza kutafuta ushahidi. Simu zikakaguliwa, lakini hakuna hata picha moja iliyomwonyesha kama binti yao. Walijaribu hata kupiga simu hospitali ya wagonjwa wa akili, lakini namba haikupatikana. Rekodi zote zilionekana kufutwa kabisa kana kwamba hazijawahi kuwepo. Hakukuwa na kitu chochote kilichoweza kuthibitisha madai yao. Kijana akapoteza subira. Alimshika mkono msichana na kuamua kuondoka naye. Wakati huo ndipo msichana mjanja alitokea. Alisema hata kama hawana uhusiano wa damu, bado walikuwa pamoja tangu utotoni. Akadai msichana huyo amerudia hali yake ya wazimu na lazima achukuliwe kwa nguvu. Msichana akajitetea kwa udhaifu na akamwambia kijana asiingilie kati. Udhaifu wake ulimfanya kijana ashindwe kuvumilia. Mara moja alimvuta na kumtoa mikononi mwao, akawalaumu kwa ukatili na kusema wanajaribu kumtengenezea kosa msichana asiye na hatia. Msichana akajificha karibu naye, machozi yakimtiririka. Akasema hajawahi kutaka kugombania mwanaume huyo. Lakini msichana mjanja akalipuka kwa hasira. Kijana akamjibu kwa ukali. Msichana kwa sauti ya upole akasema, labda anamkosa sana dada yake kiasi kwamba hawezi kufikiria vizuri. Maneno hayo yalimfanya msichana mjanja kuganda kwa mashango. Kijana akachoka kabisa na mchezo huo, akamwacha pale bila kusita na akaondoka pamoja na msichana. Kwa mara nyingine tena, msichana huyo alikuwa ameshinda, na msichana mjanja alibaki pale akigonga miguu kwa hasira bila kujua afanye nini. Comment next kia mwendelezo.